Kuna mahala ambapo ulitakiwa uheshimike. Haheshimiwi mwanadamu, kinaheshimiwa alichonacho mwanadamu. Amen. Ukiona mtu anaheshimika, hawamheshimu yeye, wanaheshimu alichonacho, ndicho kinachofanya wanamheshimu. Unaweza ukaona umri wa baba yako na umri wa mkuu wa mkoa, wote wana umri mmoja, lakini mkuu wa mkoa akiingia sehemu, watu wote watasimama. Baba yako akipita, watu wote wamekaa. Kwa sababu gani? Yule mwingine si kwamba watu wanamheshimu yeye, wanaheshimu cheo alichonacho. Wewe hauheshimiki kwa sababu si kwamba watu wanakudhalau, hauna kitu cha kufanya watu wa kuheshimu. Na hicho ndicho Mungu akaniambia, andaa chakula, watu wangu nataka kuwaheshimisha. Unakwenda kuheshimiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mwambie jirani yako, hawanidhalau, ila wananidhalau kwa sababu sina kitu. Siku nikipata kitu, wanaonidhalau wataniheshimu. Kwa kumbe utakiwi kusema kwamba siheshimiwi na ndugu zangu, siheshimiwi na wadogo zangu, siheshimiwi na mke wangu ndani. Mwanamke haheshimu mwanaume suruali, anaheshimu mwanaume anayejielewa. Haujielewi kwa sababu unaenda kazini, unajielewa kwa sababu ukienda kazini unarudi na kitu, unaiacha asubuhi meza na endelee na vikoba vyake, na mtumie mama yake hela ya vocha nyumbani. Ni kweli wakati anakupenda, alikupenda kwa sababu ulikuwa ni handsome, lakini sasa hivi haangalii handsome wako, anaangalia mzee wa meza unaacha nini. Kuna mwanamke anasema mume wangu ananidhalau. Hakudhalau wewe, hakudhalau wewe, anaona hauna mchango wowote, kwa hiyo haumbabaishi chochote. Hata uondoke usiondoke, kwake ni jambo moja, kwa sababu uwepo hauna thamani, uondoke hauna thamani na hautampunguzia chochote. Haheshimiki mke, kinaheshimika alichonacho mke ndani. Unaheshimika mchango alionao mwanamke ndani. Unaweza kusema kwamba majirani zangu hawaniheshimu. Wanatamani kukuheshimu, lakini hawaoni sababu ya kukuheshimu, kwa sababu huna cha kufanya wa kuheshimu. Kuna watu wanakuja kwa nabii, wanasema, nabii baba, kuna sehemu nikifika watu wanatema mate. Hawatemi mate kwa sababu hawakupendi, wanatema mate kwa sababu wanaziona shida zako, kuanzia kwenye kucha mpaka kwenye utosi. Roho wa Mungu akaniambia, andaa chakula ukawalishe hawa wanaodharauliwa. Mimi nakwenda kuwaheshimisha, maana pale walipokuwa wanapata hasara wanakwenda kupata faida. Pale walipokuwa hawana mitaji na kwenda kuwapa connection za watu wa kupatia mitaji. Pokea hiyo neema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jambo la tatu, mwambie jirani yako, jambo la tatu. Mwambie jirani, jambo la tatu. Mambo mangapi ambayo ulipoyafanya ulitarajia kupata heshima, lakini badala yake uliishia kudharaulika? Na kwa nini ulidharaulika? Si kwamba watu walikudhalau, waliona kwa kuwa hata hilo limekushinda, kichwani hauna kitu. Haheshimiki mtu mwenye akili darasani. Halo? Haheshimiki mtu mwenye akili darasani. Anaheshimika mtu mwenye akili ya kuleta kitu kwenye maisha. Kuna mtu amenielewa? Aseme amina. Haheshimiki mtu mwenye akili darasani. Haheshimiki mtu mwenye mawazo mazuri. Anaheshimika mtu ambaye wazo lake ataligeuza kuwa kitu kilete faida. Ndio maana wazo la maskini halisikilizi kwenye kikao cha ukoo. Wazo la maskini halithaminiki kwenye kikao cha ukoo, kwa sababu hata kama una wazo, nani alichukua wazo lako akalifanyie kazi? Kwa mtaji upi uliochangia wewe? Amen. Ndio maana kuna watu mko hapa, si kwamba hamna akili, mna akili na mna mawazo mazuri, lakini kwa nini watu hawasikilizi? Kwa sababu huna chochote. Mungu akaniambia, andaa chakula walio na mawazo ambayo hayatimii, na kwenda kuwapa neema, na mawazo yao yanakwenda kuthibitika.
na wanakwenda kuinuka. Amen. Hivi unajua hao watu unaowaona hapa ni maskini, ukiwapa maiki waongee wanawaza kufanya biashara gani? Unaweza ukasema yes, wewe unafanikiwa, lakini muache atoke pale getini. Akifika dakika 10 tu au 5, unaona anaanza kutembea mikono ameweka nyuma. Ukiona mtu anatembea mikono ameweka nyuma, huyo mtu mafanikio kwake sahau. Ukiona mtu anatembea, na wapeni kodi za kinabii, ukiona mtu anatembea anaweka mkono mmoja hivi, mwingine unashika mwingine hivi, huyo mtu, hebu inua mikono, sema kwa heri, tutamkuta kaburini akiwa bado ni maskini. Ukiona mtu unatembea namna hii, huyo mpaka anakufa thamani yake itatokana na nguo zake alizonunua, sio vitu anavyovimiliki vyenye thamani. Namba 3, na wapeni vitu ambavyo watu wamefungwa na huwa wanafanya bila kujua. Ukiona mtu anatembea anakutana na kitu barabarani anakipiga teki, jua kabisa huyo atachezesha miguu mpaka kitakachokuwa na thamani kwenye maisha yake ni jeneza zuri watakalomtengenezea. Sema naikataa hiyo roho. Sijakusikia bado. Nataka utamke ukiwa umesimama kwa jina la Yesu. Mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4. Sema kuanzia leo ile nguvu ya kuzimu iliyokuwa inaniendesha haitafanya kazi kwa jina la Yesu. Mtu mmoja asema amen. Keti kwenye kiti. Hebu angalia wazazi mlio na watoto, umeutazama uzao wako. Moja, walipokuwa watoto wadogo uliwaona wote wakiwa na karama ndani yao. Leo ukiwatazama watoto wako, vile vitu ulivyoviona wakati wa utoto wao havionekani tena. Ile tabia uliyoiona wakati wa utoto wao haionekani tena. Ile nidhamu uliyoiona wakati wa utoto wao haionekani tena. Ule upendo waliokuwa wakiita baba, mama, leo unaweza ukampigia simu asubuhi mpaka jioni, anaitazama na asiipokee. Nini kimefanyika? Unapokwenda kula chakula cha leo, hayo yamekwisha kwa jina la Yesu. Leo kuna mtu alizaa watoto aliyowasomesha kwa bei, na kuna mtu yuko hapa alisaidiwa kwa gharama ambayo hafika Dar es Salaam, lakini leo maisha yake ni afadhali ya jana, yamejaa fedheha. Aliyekwenda shule ni kama hana shule, anayeishi Dar es Salaam ni kama anaishi kijijini, aliyeoa ni kama kaolewa yeye, aliyeolewa ni kama vile yeye ndo mwanaume ndani ya nyumba. Kwa sababu gani? Alichokitazama baada ya kuingia mle hakuna anachokiona. Bwana akaniambia, andaa chakula, kipike wewe mwenyewe, kiombee, kila atakaye kila na kwenda kumrejeshea heshima yake kwa jina la Yesu. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Haya ninayowaambia ndiyo ambayo yanakwenda kufundishwa kwenye kongamano ambalo linaanza Jumatano. Yenyewe litakuwa linatembea na unabii. Mungu anaonyesha ni nini kilichoko kwako. Unajua kuna watu hapa wana sura nzuri na wanastahili kuolewa, lakini haolewi. Kashafika 30, sasa hivi ameanza kupunguza vigezo. Alikuwa anataka awe mrefu,
awe na macho ya gololi kidogo, awe amepanda hewani, awe na kifua ambacho katikati kimepasuka kina 6 parts, awe ni kaka anayejielewa, awe ni mtu ambaye anaweza kulea familia. Angalia hivyo vigezo. Awe ni mtu ambaye anawajali baba na mama, awe ni mtu anayenijali, awe na hofu ya Mungu, awe ni mtu ambaye ana malengo makubwa ya maisha, si mtu yupo tu. Hayo ni mawazo ambayo dada alikuwa anayatamka akiwa na miaka 24, 25. Hapa 30 kuna vitu amepunguza, ili mradi awe na hofu ya Mungu, mengine Mungu atatusaidia. Akifika 35, yani mimi tukielewana, ili mradi tu aniheshimu na mimi nimheshimu. Ikifika 40, mimi ili mradi tu kama ni mambo yake yeye afanyie huko tu, mimi ili mradi aniachie chakula. Unakwenda unapunguza vigezo. Kwa nini unaendelea kupunguza vigezo? Vile ulivyokuwa unaonekana ile thamani, wale waliokuwa unawatarajia wanakuona wewe huna lolote. Itafika kipindi mimi hata kama ni mume wa mtu, ili mradi tu anipangie chumba changu, aje kwangu au aende kulala huko kwenye nyumba yake, hiyo hainihusu mimi. Ili mradi tu anitumie hela ya chakula na mke wake asije huku kwangu kunifanyia fujo, basi. Masharti yanazidi kupungua. Baadaye utasikia mimi hata kama ni baba wa miaka 70, ili mradi tu awe tu ni mtu ambaye yani anipende mimi tu. Zile swaga zingine zote watu wamekuroga kushine. Maana sasa hata wewe mwenyewe ukitembea unasikia miguu huku chini inaanza kulia gu. Maana yake na wewe sasa unaelekea kusikojulikana. Watu wanastahili. Kijana aliyeonekana na nidhamu leo ndiye mlevi. Ukiona kwenye familia kijana ni mlevi sana, kaa na familia yake, watakwambia huyu alikuwa ndiye mtoto ambaye tulikuwa tunamtegemea. Alikuwa hana mambo mengi, amepataje ulevi? Kuna watu hapa leo walilala kitanda kimoja, walikuwa wanavaliana ndugu kama ndugu wa tumbo moja, wanavaliana nguo. Leo baada ya mwingine kuoa, mwingine kuolewa, mwingine kuwa na mji wake, hawasalimiani. Hakuna tena anayekwenda kwa mwenzake. Nini kimetokea? Unajua kuna watu wako hapa Dar es Salaam ni tumbo moja, wanamaliza mwaka mmoja hajakanyaga kwa mwenzake. Kuna wakati mimi huwa nasema ni heri yangu mimi niliyezaliwa peke yangu, ila ikifika siku kama hii ya birthday napataga faraja kutoka kwenu. Hapo ndo nakuwa natamani uwe na ndugu wa tumbo hili moja. Kuna kijana ambaye mzazi alimlea vizuri sana, lakini yule kijana leo ndo anatia doa kwenye familia. Tabia aliyonayo, mambo anayoyafanya, maisha aliyonayo ni tofauti na matarajio ya familia. Nini kimefanyika? Nini kimefanyika? Huyo ndiye mwizi uliyemwona kuwa alikuwa na akili za kuongoza darasani. Hapa kuna watu darasani walikuwa wanaongoza vizuri sana, wana akili mpaka walimu wanajua kwamba huyu atafika mbali. Thubutu. Leo mwingine anafanya kazi ya ulinzi, analipa $20,000 kwa mwezi, na hawezi akakataa huo mshahara. Ni baba na watoto, analipa $150,000 na hawezi akaiacha hiyo kazi.
Nimekutana na mzee mmoja ana miaka 65, anafanya kazi ya ulinzi, analipwa 180,000. Anaishi Vingunguti, anatembea kutoka Masaki anarudi Vingunguti. Akimaliza Lindo saa 12 anapita kwenye mabaa ya huko, anaokota machupa. Saa 4 saa 5 anakwenda kupima yale mafuta, yale machupa, anapata 3,000. Anatembea kwa mguu mpaka Vingunguti na ile 3,000 kwa ajili ya chakula cha mchana, familia yote. Anamaliza kula saa 10 jioni, anaondoka, anawahi tena kwenye Lindo kwa mguu. Ana miaka 65. Wewe leo una miaka 40, una miaka 30, una miaka 20. Unaona nini maisha yako utakapofika miaka 60? Utakuwa ni mtu wa namna gani kama leo vitu haviendi? Una miaka 40 leo umeshindwa kununua kiwanja, una nyumba hujaimaliza, una watoto umekosa ada ya kuwasomesha. Ukifika miaka 65 utakuwa unafanya kitu gani? Kama umerogwa wewe, maana yake ni kwamba hata uzao wako hauna kinga, lazima na wenyewe pia utarogwa. Kama umerogwa wewe uliye Dar es Salaam, maana yake ndugu zako wa kijijini ndio wamerogwa mno, sababu wewe uliyekuja Dar es Salaam ndio wanakujua kwamba una akili. Kuna mtu ananielewa vizuri? Unajua ukishaishi Dar es Salaam tunasema kwamba umemaliza form 6, una diploma. Sasa kama umekuja Dar es Salaam, mahala ambapo madili yote ya maisha ya Tanzania yanafanyika, bado maisha kwako yameshindikana. Alafu bahati mbaya hata unaporudi kijijini wakati wa msiba, unafikia kwenye nyumba ya mdogo wako. Kuna watu inabidi wakupishe vitanda vyao na wake zao watengane, ili wewe ulale pale siku zako 3 ulizokwenda. Maana yake mjini umeshindwa kujenga, kijijini umeshindwa kusimamisha hata banda. Jipe miaka 70, utakuwa na maisha gani hapa Dar es Salaam? Kuna watu wako mahali hapa, unaandaliwa na shetani kuokota makopo, unaandaliwa na shetani kwenda kushinda kwenye geti la mtu. Unaamrishwa na vitoto vidogo, wewe mlinzi, funga geti, njoo nifungulie geti, njoo nifungulie geti, njoo funga geti. Katoto kwa miaka 12 kana kuita wewe babu wa miaka 74, alafu inabidi ukaheshimu, kwa sababu kakisema ngo kwa baba umeondoka. Nikwambie jambo moja na umwambie Mungu akusaidie. Maskini haheshimiki kwa umri wake. Hata akiwa na umri mkubwa bado atadhalilishwa, bado atadharaulika. Atadharaulika hata na wale ambao anajua huyu ni mwanangu nimemzaa, naye bado atamdhalau. Hakudhalau wewe, anadhalau hali ya maisha ulionayo. Bwana akaniambia andaa chakula. Wale wanaoelekea katika umri ambao sasa hivi wako katikati, maisha yao hayaeleweki, hawana amani mjini, lakini bado wako mjini, na kwenda kuwakomboa. Amen. Mwambie jirani yako kwamba niko mjini lakini sina amani ya mjini. Mwambie mara ya pili. Mwambie mara ya 3. Mwambie tu akuelewe. Mwambie jirani, hapa nimekuja kutafuta amani. Nipo tu, Vingunguti mimi, Kariakoo mimi, kokote naenda ili mradi nipate hela ya kula. Mwambie jirani, hayo si maisha. Sina tofauti na aliyelazwa Muhimbili. Hapa nilipo niko taabani. Unajua kuna wakati unaishi maisha hauna tofauti na aliyelazwa hospitali, lakini ni mzima. Kuna mtu anafika umri fulani hata akitoka hapati 10,000. Kuna mtu anafanya biashara kila siku anaishia kupata hasara. Unachotofautiana na mgonjwa aliye hospitali,
Maana yake ni kwamba haruhusiwi kutoka ndani ya jengo, yuko juu ya kitanda, lakini wewe unakwenda kutembea ili urudi uje upumzike juu ya kitanda ukiwa nusu ya mgonjwa, ukiwa nusu ya marehemu. Ndio maana kuna wakati unalala kama maiti. Kwa sababu gani? Umetembea, akili imefanya kazi, lakini ramani zako zote mjini hazisomeki. Bwana wa majeshi akaniambia, nabii wangu, nenda uandae chakula. Kuna watu wako mjini ila hawana ramani, na kwenda kuwapa ramani. Hebu sema, Bwana Yesu, sina ramani ya maisha mjini, sina ramani ya biashara, sina ramani ya kujenga nyumba, sina ramani ya kupata mtaji, sina ramani ya ndoa. Uzao wangu na ukoo wangu hauna ramani. Bwana Yesu, nimekuja hapa kula chakula cha kinabii. Yesu Mnazareti, nipe ramani. Unaamini kwamba hauna ramani, lakini uko mjini. Ukitaka kujua kwamba hauna ramani, hebu kumbuka wakati ule wa COVID-19 maisha yalikupelekaje? Kumbuka wakati ule wa Oktoba 29, zile siku 3, hali nyumbani kwako ilikuwaje? Kama hali yako ilikuwa tete ndani ya siku 3, inua mikono yako juu, sema, Mungu nahitaji ramani. Sema tena, Mungu nahitaji ramani. Nahitaji ramani mpya. Nahitaji ramani mpya. Haiwezekani. Siku tatu ulipiga simu kwa watu kuomba mkopo ndani ya siku 3. Je, ingekuwa siku 30 hatoki ndani mtu, vyuma vinalia, wewe ungekuwaje? Mshukuru sana Mungu, siku zilipungua. Yesu aliingilia kati. Kama zingefika siku 30, niambie kile kiasi cha akiba ulichokuwa nacho na ile kazi yako ambayo ukifanya ukienda ndo upate, ndani ungeishije? Mbie jirani yako, zingeongezeka siku 10, ulikuwa unaona nini? Anakupa jibu gani? Anaona mawenge. Hapo ndo ungefika wakati dagaa isingekuwa mboga, ingechemshwa, ikajazwa maji, chumvi ikawekwa nyingi, alafu mkamimina kwenye vikombe, kila mtu anakunywa dagaa ili mradi apate hata vitatu vya kutafuna, lakini ni chakula anashindia hicho. Maana yake ni kwamba unaishi mjini kwa neema ya Mungu, hauna uhakika. Aliye nayo maisha, inua mikono kwamba sina uhakika mjini. Inua mikono yako unapokwenda kula chakula hiki ambacho nimekipika leo. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anayekuona majira haya kwamba hauna uhakika wa kukaa ndani mwezi mmoja, ukawa unakula, ukawa unalala na ukalipa kodi. Leo unapokwenda kula hiki chakula cha kinabii, malango yako ya baraka 7 yote yafunguliwe kwa jina la Yesu. Malango 12 ya baraka kwenye maisha yako yote yafunguliwe kwa jina la Yesu. Magonjwa yote yatoeshwe kwa jina la Yesu. Laana zote zifunguliwe kwa jina la Yesu. Kila roho ya mikosi iliyowekwa kwenye uso wako iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Sasa umeshaanza kujua nini maana ya kutazama na nini maana ya kuona. Sasa nakuja kukuambia hivi na kuuliza hili swali. Wanaoishi Dar es Salaam wapige makofi.
Sema amina. Unamiliki gorofa au unatazama magorofa ya watu? Nakuuliza swali la mwisho. Unatazama gorofa unalolimiliki au unatazama magorofa yanayomilikiwa na wengine? Namba moja. Namba mbili, upo Dar es Salaam? Nataka nisikie ndio. Upo Dar es Salaam? Una uzao wa faida au unashuhudia uzao wa wengine? La ngapi hilo? Namba tatu, umejenga nyumba au una kibanda cha kujihifadhi? Halo? Umejenga nyumba au una kibanda cha kujihifadhi? La ngapi hilo? Kwa hiyo wewe unatazama nyumba za wenzako. Jambo la nne, una kitu unachokimiliki kwamba ukipata shida kinaweza kukutoa kwenye shida, au unatazama vitu vinavyomilikiwa na wengine? Kwa hiyo wewe ni mlinzi wa maeneo ya watu. Inua juu mikono yako. Sema, Bwana Yesu, chakula cha upako kiko tayari, na mimi moyo wangu uko tayari, na imani yangu iko tayari. Nimechoka kuwa mtazamaji, nataka nione. Nimechoka kulinda vya wengine, nataka watu walinde vya kwangu. Nimechoka kuishi maisha yasiyokuwa na uhakika wa kesho, nataka niwe na uhakika. Kuanzia leo ninapokula chakula cha upako, yote yaliyokuwa yamefungwa Yesu ayarejeshe. Yesu ayarejeshe. Yaliyokuwa yamezuiliwa Yesu ayakomboe. Yaliyokuwa yamezikwa Yesu ayafukue. Yaliyokuwa yametawanyishwa Yesu ayakusanywe. Pale nilipopata hasara na kwenda kupata faida, kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Unajua kwa nini kuna watu hawaibi sana magari? Watu hawaibi magari kwa sababu usiku maskini wengi sana wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo hata mtu akipaki hapo gari anajua mtakuwa mnapita tu. Ninyi mnapita mjui kwamba mnapozidi kupishana mnalinda lile gari. Yaani nyesi mnakuwa mnapita. Yes, kapaki hapo gari. Si aliko ndani ya fence. Ukipita wewe saa 4 na dakika 15 anapita mwingine. Saa 4 na dakika 19 anapita mwingine. Kwa hiyo mnapokuwa mnapishana, nyie maskini wote ni walinzi wa yule mwenye gari. Lakini mnalinda amlipi, ila mlikuwa mjui. Mnakuwa mnapita tu. Vibaka wakiwaona wanakimbia. Hebu inua mikono kwa asili, sema, nakataa roho ya kulinda vya wengine. Napokea roho ya kumiliki vya kwangu. Nakataa roho ya kuwa mlinzi. Roho ya umaskini ya kutazama vya wengine na ikataa leo. Roho ya umaskini ya kulinda vya wengine na ikataa leo. Kuanzia leo nasimama kwa miguu yangu. Nasimama kwa miguu yangu ya kwamba Yesu, kama nimesimama, nimeacha hiki kiti, kuanzia leo roho ya umaskini haitakaa ndani yangu. Roho ya ufukara haitakaa ndani yangu. Roho ya madeni haitakaa ndani yangu. Ninapokwenda kula chakula cha neema ya kinabii, sitakuwa mlinzi wa mali za watu. Amen. Endelea kusema. Hujawahi kusikia mtu anakuambia, pale nilipopanga, yaani mimi nimepanga eneo ambalo watu wanapita usiku wote. Pale Kibaka Idi, watu pale wanapita muda wote. Kwa hiyo kama watu wanapita, hao wanaopita ni nani? Maskini wanapita kwa mguu, wananilinda mimi nikiwa niko ndani. Kwa hiyo maskini wanalinda vitu vyangu hata kama sipo. Sijui unanielewa vizuri? Uliyesimama sema, nakataa roho ya kulinda vitu vya watu. Napokea roho ya kumiliki vitu vyangu. Nakataa roho ya kulinda vitu vya watu. Napokea roho ya kumiliki mali zangu. Kuanzia leo nitamiliki ardhi, nitamiliki gari,
nitamiliki nyumba, nitamiliki uzao kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, natamka ninapokula hiki chakula cha neema ya Mungu, nitafanya kazi, nitapata faida na akiba nitapeleka benki kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Keti kwenye kiti chako, alafu keti ukiwa unasema, kuanzia leo watu watalinda mali zangu. Nimechoka kulinda mali za wengine. Nataka nikuulize jambo. Kati ya nyumba iliyo na fence na nyumba isiyokuwa na fence, nani ni mlinzi wa mwenzake? Naomba maiki itembee. Kati ya nyumba iliyo na fence na nyumba isiyokuwa na fence, nani anamlinda mwenzake? Maiki, mpe mtu maiki, ndio mikono niambie. Kati ya nyumba iliyo na fence na nyumba isiyokuwa na fence, nani ni mlinzi wa mwenzake? Ni isiyokuwa na fence. Yes. Mwenye nyumba isiyokuwa na fence Ni mlinzi wa nani? Mlinzi mwenye nyumba yenye fence. Kwa sababu gani? Yeye nyumba yake si haina fence, muda wote watu wanapita. Alafu wakija wenye kuiba wanafanyaje? Wanajua kama hao ni walinzi wanapita. Alafu wakija wenye kuiba wanaiba, si ndio? Lakini ili paibiwe kwa mwenye fence, wewe usiyekuwa na fence utawaona wanaoruka fence. Lakini aliye na fence amejifungia ndani, hata waona wanaokuibia wewe. Sasa kama unaishi hapa mjini, nyumba yako haina fence, alafu unakaa karibu na nyumba zenye fence, au unapita maeneo ambayo kuna watu wamejenga nyumba zenye fence, wewe ni mlinzi wao na wakulipi mshahara. Sababu kwa mfano, mtu anayekwenda kuingia kwenye nyumba yenye fence, hata wewe utamshangaa, wewe vipi? Lakini mwenye fence akipita, kama yuko ndani, mtu yeyote akija akiingia ndani kwako, yeye amuoni, hana habari. Kuna mtu amenielewa vizuri? Amen. Leo roho ya kuwalinda wengine inatoka, unapokea roho ya kulindwa kwa jina la Yesu. Ni rahisi sana maskini kufungia vitu vyake ndani ya nyumba ya fence akaondoka, lakini ni ngumu sana. Ni rahisi sana tajiri kufungia vitu vyake ndani ya nyumba ya fence akaondoka, lakini ni ngumu sana maskini kufunga mlango akafungia vitu vyake ndani akaondoka akavikuta viko salama. Mmenielewa vizuri? Sasa nataka nikuulize, nyumba unayoishi ina fence au haina fence? Basi sema, mimi ni mlinzi nisiyelipwa mshahara. Bwana Yesu, mimi ni mlinzi nisiyelipwa mshahara, na ikataa hiyo roho. Nataka na mimi sasa nilindwe. Nimechoka kuwalinda wao na wanipe mshahara kwa jina la Yesu. Amen. Nikiita security guard unaitika kwa sababu hauna nyumba ya fence. Security guard. Nikiita security guard, kama nyumba yako haina fence uitika, Labeka, security guard. Sema hiyo roho naikataa kuanzia leo. Sema mara ya mwisho, hiyo roho naikataa kuanzia leo. Na kwenda kujenga sio kibanda, najenga nyumba. Kwa hiyo umeona kwamba kuna kazi unafanya na ulipo mshahara. Umeona eh? Umeona eh? Haya, cha kwanza tumesema wewe ni mlinzi wa nani? Magari yote unayokuta yamepaki usiku yanalindwa na nani? Yanalindwa na maskini anayepita pita pale.
Ukiona nguo za mtu zimeanikwa nje ili zisiibiwe, lazima maskini wapite wengi, ili kibaka asifanyeje? Zinalindwa na nani? Na maskini wanaozitazama pale. Kwa maana mtu anaanika sema, wewe twende tusia kina mama fulani wapo hapo wataziona. Wanajua wewe ni mlinzi pale, hautoki. Hebu inua mikono, sema niko juu ya madhabahu ya dhahabu. Napokea ramani mpya ya maisha. Napokea ramani mpya ya maisha. Napokea ramani mpya ya maisha. Kwa jina la Yesu. Amen.